Hamjashtuka lakini? Utashtuka vipi kitu? Msimbazi uwezo ukashtuka kitu mpaka ukione. Ujio wa Libase, ujio wa Ura. Walikuja kimya kimya. Lakini kwenye mazoezi tunaambiwa kuna wachezaji wawili au ni hatari. Uwezi. Kwa hiyo kama watakuja tuonyesha kitu, tutawakubali. Ila sasa hivi siwezi nikasifia eti ni mzuri wakati bado sijamuona. Mpaka niingize vidole kwenye nani, nijue kweli hapa alipigwa mshale. Lakini ukiniambia eti hivi eti wale wazuri wewe. Na mifano ninayo. Nimeona wachezaji kabisa wamekuja wakubwa hapa wamefeli. Hawezi kuingia chaka. Kwa hiyo mpaka tuwaone kwenye mfumo wa mwalimu. Lakini lile jumba la Sheikh linazungumza kitu hilo. Sisi hatuangalie mambo kama yale. Jumba lisaidii chochote. Amekwenda hewani. Hewani sio tatizo. Mbona mwalimu wetu naye kaenda hewani? Wanakuambia tarehe 12 mabeki wafanye kazi. Hakuna kitu kama hicho. Hata huyu Dumbia huyu. Aje amchallenge Sele. Huko ndo nilikuwa nakuja sasa. Amchallenge Sele na tumuone anafunga mechi kubwa, anatupa kitu, ndio tutasema kwamba ni mchezaji mzuri. Ila kwa sasa hivi bado tunasema namba moja ni Sele. Yaani issue nzima kinachotakiwa ni kwamba mchezaji mwenyewe atuonyeshe kile kilichomleta, sio umbo. Mambo ya kuhadisiana kwenye mtandao ni jambo lingine na kufikiri kwenye mpira ni jambo lingine. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Mchungaji kwema kwanza? Kwema kabisa. Kinyonge sana mchungaji. Unatupa mashaka? Hamna, wewe kwa sababu wewe high trick kwanza unaipenda. Yaani wewe kama wewe. Yaani wewe hajaje kumuhoji mtu, yeye mwenyewe akafurahi. Kaifurahia. Wewe unamuona kabisa. Wewe unaipenda high trick uliyosema. Sisi usajili wa mbwembwe ushapitwa na wakati. Umeelewa? Yanga amekuja mchezaji kutoka Ufaransa hapa. Ligi 1. Kama mnamkumbuka. Umeelewa? Kama mnamkumbuka. Lakini alikuja hapa akafeli. Biringemana sio anaitwa yule, alikuja akafeli. Umeelewa? Hapa wamekuja kama kocha wakubwa barani Afrika, wakina Benchika, lakini wakafeli. Kwa hiyo leo ukiniambia eti Yanga kwa sababu mchezaji katoka Ufaransa, sio katoka wapi? Nishayaona sana. Na watu wamekuja wamefeli. Labda nyinyi vijana sasa hivi. Pili, usajili na kuja kukriki ni vitu viwili tofauti. Usajili jambo lingine na kuja kukriki ni jambo lingine. Umeelewa? Yanga mwaka jana walisajili wachezaji wakubwa tu. Lisha kubwa. Lakini walishindwa kukriki. Lisha dogo akaleta mtu alikriki ni mmoja tu, ni Okelo. Kwa hiyo kushangilia usajili ni sasa wanashangilia kitu ambacho ukijui. Lakini walieleza mapema hawawezi kurudia makosa, engineer akaingia mwenyewe sokoni. Ni kubeti. Mtu alivyokuwa Komoro na aliyetoka Komoro na aliyetoka Ufaransa inawezekana akashindwa kuadapt mazingira ya ligi yetu, mpira ukamshinda. Na kuna mwingine anaweza akaja hapa akakriki. Yanga waendelee waombe Mungu wa kriki. Lakini wanaweza akaja wale wote wakafeli. Ukamkubali Juma aliyetoka Mashujaa. Umeelewa? Umeona sasa kama yule toka Mashujaa anaweza akafanya mambo makubwa kuliko huyo ambaye ametoka nje. Kuliko Sheikh Ibrahim Toure. Kwa sababu tuna mifano wachezaji wengi tu. Leo hii mtu kama Kibabage kashikilia namba ya foreigner. Umeona? Mtu kama Kapombe, mtu kama Kagoma. Umeelewa? Kwa hiyo leo hii unavyoniambia bwana mchezaji akitoka ligi kubwa kwamba anaweza kaja akafanya vizuri, ni kuomba kweli afanye vizuri, lakini ni mawili. Anaweza kaadapt au ikashindikana. Wanasema engineer akosei mchungaji. Si ndo kakosea msimu uliopita? Amepasua anga. Hujanielewa? Sikapasua, yani msimu ulioisha akakosea. Disha dogo na disha kubwa. Wanasema msimu ulioisha hakuhusika. Si ndio nakwambia sasa tujui. Leo tunachojua ni yeye kwamba akakosea. Kwa hiyo safari hii kuniambia kwamba eti huyu mchezaji au wachezaji wote tambulishwa jana watakriki. Hiyo ni kubeti. Umeona bana? Ni kubeti. Na kubeti mkeka unaweza kuchanika au katiki. Kwa hiyo waombe itiki. Lakini uwezo kuniaminisha kwamba sasa hivi kwamba ni wachezaji watafanya vizuri mpaka wazoe mazingira tu wao. Hamjashtuka lakini? Utashtuka vipi kitu? Msimbazi uwezo ukashtuka kitu mpaka ukione. Ujio wa Libase, ujio wa Ura. Walikuja kimya kimya. Lakini kwenye mazoezi tunaambiwa kuna wachezaji wawili au ni hatari. Kwa hiyo mpaka tuwaone kwenye mfumo wa mwalimu. Lakini lile jumba la Sheikh linazungumza kitu hilo. Sisi hatuangalie mambo kama yale. Jumba lisaidii chochote. Amekwenda hewani. Hewani sio tatizo. Mbona mwalimu wetu naye kaenda hewani? Wanakuambia tarehe 12 mabeki wafanye kazi. Hakuna kitu kama hicho. Yaani issue nzima kinachotakiwa ni kwamba mchezaji mwenyewe atuonyeshe kile kilichomleta, sio umbo. Mambo ya kuhadisiana kwenye mtandao ni jambo lingine na kufikiri kwenye mpira ni jambo lingine. Kwa hiyo sisi wana Simba hatuwezi kuogopa eti kwa sababu eti
wamesajili mchezaji kutoka Ufaransa, alikuja kutoka Ufaransa mwingine ligi 1 na ilimshinda ligi hapa. Kwa hiyo sisi tunachotarajia kwamba wachezaji wao ambao Yanga wamewasajili wanaonekana kwamba wana majina makubwa, lakini watupe kitu. Kwa hiyo una imani ya kwamba wanaweza wakafeli? Kwani wasifeli? Sisi tuna mifano kwamba wachezaji wakubwa walikuja wakafeli, kwa hiyo inaweza kafeli. Lakini wao wanakuambia engineer kipanda ndege kumfuata mtu haiwezekani. Unajua unarudia swali lile lile ndugu yangu. Kwa Okelo ilikuwa hivyo. Unarudia swali lile lile. Swali lako unalorudia wewe la kusema engineer eti kaleta watu vipande. Sasa vipande vinahusiana na mpira? Yaani wewe jibu, mimi kusaidia sasa kuuliza swali sasa. Mchungaji, Yanga ameleta wachezaji watatu, unaoneje? Sifa, mchezaji mmoja katoka Ufaransa, mwingine katoka Komoro, tena kacheza kombe la dunia. Yule Sheikh lakini wanamwagia. Ndio nakuuliza sasa, mimi ndo hapo ndo kama unaniza mimi. Wewe unashindwa kuniuliza ujue swali ujue. Wewe unasema tu kwa vipande, engineer kapanda ndege. Mbona ndege ndio nini? Niulize swali la msingi. Swali la msingi ndio ile nakurekebisha mimi sasa. Mimi ndo kama sasa umeniuliza mimi najibu mimi mwenyewe. Lakini unaonaje wewe? Unaonaje? Ndio hilo kwa niulize ndio kaanza na mmoja sasa. Huyu alitoka Komoro kwa jinsi alivyo aje update mazingira ya Tanzania na ligi yetu. Akikriki tutasema kweli mchezaji mzuri. Umeelewa? Aliyetoka Ufaransa aje adapt na mazingira ya hapa, aendane na mfumo wa mwalimu. Kuna vitu hivi vitatu. Mazingira, je, ataingia katika mfumo wa mwalimu? 3, atazoea hali halisi hapa. Vitu hivi vitatu. Kuna mwingine anaweza kazoea mwishoni kama alivyokuwa Okelo. Okelo kaja kazoea ligi dakika za mwisho. Mwanzo akasema huyu ndio tulikuwa tunamwona yuko vipi pasi kweli ndio huyu. Umeona? Lakini dakika za mwisho kaleta kitu. Kaonekana watu wasitishike na lile jumba. Hayo achana nayo, mambo ya majumba sio kapanda ndege. Kinachotakiwa hapo ni uwezo wa mchezaji. Nakumbuka hapo unashindanishwa namba. Na kuna wengine wapo hapa wanataka namba hiyo hiyo. Ndio. Sio unaelewa mpaka hivyo. Kwa hiyo hao wachezaji waliokuja tuwape muda. Muda ndio utakaosema. Wananchi wasijimalize. Sasa unaposema eti hiyo tarehe 12 sasa hiyo hao unawahoji washabiki wa kawaida. Mimi nishavuka huko. Jana wameanza kutamba jana. Mimi nishavuka huko. Mimi nazungumzia kitu halisia. Mpaka tuwaone wachezaji waadapt na hali mazingira ya Tanzania, aingie katika mfumo wa mwalimu, alafu atupe kitu. Hakuna mtu atakayekataa. Wanasema bado wawili. Sawa, hata kija 20, lakini issue nzima waje watuonyeshe kitu. Tutasema naam. Wakina Maelo watuonyesha kitu. Wakina Aucho watuonyesha kitu. Huyu aliondoka juzi, huyu ambaye huyu Aziki alituonyesha kitu. Kuna mtu anamkataa Aziki? Huwezi. Kwa hiyo kama watakuja tuonyesha kitu, tutawakubali. Ila sasa hivi siwezi nikasifia eti ni mzuri wakati bado sijamuona. Mchungaji unasubiri mpaka uwaone. Mpaka nione mimi kama Tomaso. Mpaka niingize vidole kwenye nani, nijue kweli hapa alipigwa mshale. Lakini ukiniambia eti hivi eti wale wazuri, wewe. Na mifano ninayo. Nimeona wachezaji kabisa wamekuja wakubwa hapa wamefeli. Hawezi kuingia chaka. Kitu kama hicho hakipo. Hata huyu Dumbia huyu. Aje challenge Sele. Huko ndo nilikuwa nakuja sasa. Challenge Sele na tumuone anafunga mechi kubwa, anatupa kitu, ndio tutasema kwamba ni mchezaji mzuri. Ila kwa sasa hivi bado tunasema namba 1 ni Sele. Kwa bado hauna imani ya moja kwa moja. Si mpaka nimuone. Sele nimemwona. Ndio maana nasema mchezaji mzuri. Libase nimemwona. Oura nimemwona. Kama wachezaji wakubwa, umeelewa? Na kitu kingine ambacho watu hawajajua. Simba anaanzia pale alipoishia. Sawa. Umeelewa? Mwalimu wa Simba ni yule yule. Wachezaji wa Simba ni wale wale. Kwa hiyo kinachofanyika Simba anaenda kuanzia pale alifanyaje? Alipoishia. Kwa hiyo ndio maana tunakupa sababu kwamba Simba atafanya vizuri kwa sababu wachezaji wamekaa pamoja kwa muda mrefu. Libase yule yule, Kibisawala yule yule, Chama ni yule yule, Sele ni yule yule, Oura ni yule yule. Kwa hiyo kinachofanywa hapa ni kujazia nyama tu. Tofauti na wenzetu kama ndo wanaanza moja. Ndio maana nakupa sababu kwamba wachezaji walio wengi ndani ya Simba Sports Club ni wale wale. Kwa hiyo tunaipa nafasi Simba mwaka kesho kuchukua makombe yote kwa sababu wachezaji ni wale wale. Kwa hiyo Yanga ni kama kuna namna fulani wanaanza upya hivi. Kumbe ushaanza kunielewa. Yaani Yanga kuna anguko la wachezaji waliokuja ambao kukriki. Kwa hiyo ikabidi wasajili wachezaji wengi kwa sababu Simba anaweza kutembea na hawa ambao wamecheza mwaka jana ambao ni wa moto. Umeelewa? Ndio maana mimi nilienda mbali nikamwambia wenzangu kwamba kitendo cha mwalimu kumbakisha Kasali aliona mbali kwamba unaweza kumchukua Kamara ambaye amekaa benchi muda mwingi, alikuwa injury muda mwingi, akashindwa kurudi katika ubora, ikachukua muda mrefu. Afadhali utembee na huyu tayari ni wa moto. Umeelewa? Simba wachezaji wote ni wa moto, wale wacheza ligi iliyoisha ndio wao nao waona. Yanga inachofanyika ni kama anaanza na kocha mpya. Kwenye hoja yako hiyo wanasema kwamba hata msimu uliopita walikuwa wako unga na walikuwa na maingizo. Kwani Yanga alituzidi wapi? Yanga alituzidi misimu yote kwamba wachezaji wao walikaa muda mrefu.
Umeelewa? Sisi tulikuwa tunakuwa na maingizo mapya kila siku. Umeona? Ndio maana safari hii viongozi wa Simba wakaambiwa wasiwauze Libasi na nani? Na Oura. Umeona? Mawinga hao wamesumbua ligi yetu, msiwauze. Simba wakaenda mbali zaidi, wakaenda kumchukua Kevin Nation. Ambayo wewe unamchukulia kawaida kwa sababu amecheza Pamba. Umeelewa? Lakini ni bonge la mchezaji. Simba wakaenda mbali zaidi, wakaenda kumchukua nani? Chilambo, ambao kwa jicho la mwalimu alimuona ni beki bora. Simba wakaenda mbali zaidi, wakamchukua huyu kijana nani? Huyu nani? Anaitwa nani? Captain. Captain wa Coastal Union. Umeona? Bakari Msimu. Bakari Msimu. Akaja tena Simba. Kwa wachezaji ambao walisumbua kwenye ligi ndio Simba leo wachukua, ambao wewe unaweza kuchukulia ni wa kawaida. Hapana, ni wachezaji wakubwa, maana walikuwa kwenye ligi namba 4 namba 6 kwa ubora barani Afrika, ambao wameleta ushindani mbele ya nini? Ya maprofessional. Hiyo nataka unielewe sana. Sawa. Kwa hiyo kama waleta usumbufu akiwa Pamba, kama waleta usumbufu akiwa Coast, Simba akadokoa kule akachukua akawaleta wapi? Ndani ya Simba. Akaongezea na hao ambao walikuwa bora kwenye msimu uliopita. Ndio maana tunawaambia tena Simba atachukua makombe yote msimu unaofuata. Wananchi wana kitu cha kujifunza hapa juu ambacho umekizungumza kuhusu usajili ambao wao wanaamini kwamba wachezaji waliokuja na profile. Bwana, wewe umenielewa vizuri sana. Kocha wa Simba, wa Yanga, ili amzoe Mamnyeto mechi 3. Umeelewa? Kwa sababu mwalimu atakuja na mfumo wake. Umeona? Huo mfumo mpaka Mamnyeto auzoee. Huo mfumo mpaka auzoee jamaa leo kuja kutoka wapi sijui. Ligi ishafika nusu. Kwa hiyo wanakuja kuwaka ligi mwishoni. Wewe si unaelewaga hiyo unaposoma? Wewe uko hapo. Nakusoma hapa. Yaani inaonekana kwamba mwalimu wa Yanga Afrika atakuja na mfumo wake. Sasa mfumo wake kuna wengine watauelewa, wengine watachukua muda kuuelewa. Kwa hiyo itachukua muda. Simba kilichoishia mwaka jana ndio anachoendeleza. Oura akisimama hapa anajua Kibisawala anasema vile. Kibisawala akisimama hapa anajua Chama nimpe vipi. Kwa sababu tayari washazoeana msimu. Kwa hiyo nafasi kubwa unampa mnyama. Ndio maana nakupa sababu za kifakti za kimpira. Umeelewa? Hao nao leo inawezekana ni wazuri, lakini je, wataadapti kwa muda, kwa haraka waingie katika mfumo wa mwalimu ambaye ni mpya naye? Sasa mwalimu mwenyewe anaanza kushangaa uwanja. Akaenda Sokoine na itakuwa ni shida kwamba hii ndio Mbeya. Na kama ni Mbeya viwanja vyenyewe viko hivi. Kumbuka mwalimu wa Simba alivyoanza naye alianza kwa shida. Umeona? Lakini mwisho wa siku kaja mchungaji darasa umelitoa zuri sana. Kumbe na mambo ya uchambuzi kidogo yapo, lakini sasa ningependa neno lako la mwisho la kumaliza juu ya haya ambayo tumeyazungumza, hasa kuelekea katika sajili ambazo zinafuata na tetesi zilizopo, lakini lipi la kumalizia mchungaji? Wachezaji wapewe muda. Tusiwasifie. Lingine ambalo mimi nataka watu waikae kichwani. Washabiki wa Simba wa Yanga wataondoka na matarajio kwamba katoka Ufaransa. Na sasa akija akacheza chini under performance, watu hatamuelewa. Na inawezekana kumbe angetulia ile under performance ile ingembeba kwamba ni mchezaji bora. Lakini matarajio kwamba huyu katoka Komoro bwana, kacheza kombe la dunia. Huyu katoka wapi? Katoka Ufaransa, ligi kubwa. Sasa wakacheza chini ya kiwango, watu waweze kuelewa. Watakuwa na matarajio makubwa, alafu kinachokuja tofauti. Si unanielewa mpaka hivyo? Yule bwana aliyetoka Biringanya, sio anaitwa Biringanya, jina lake linasumbua. Yule aliyeondoka akaenda Rwanda kwa ligi 1. Biringana sijui. Umeona? Matarajio ya watu wana Yanga ilikuwa mkubwa kwamba katoka ligi ligi 1 Ufaransa. Anacheza hapo hivi wa ligi 1 huyu. Huyu wa ligi 1 huyu. Hapana, sio wa ligi 1 huyu bwana. Tumepigwa chaka. Kumbe ni mchezaji mzuri ila matarajio yalikuwa. Mimi nikushukuru sana mchungaji. Kwa hiyo mimi leo nimezungumza kiuchambuzi. Sijataka kuzungumza ushabiki kwamba wachezaji waliokuja msiwekee matumaini makubwa hayo mpaka tuwaone viwanjani. Ubarikiwe sana mchungaji. Asante sana na Mungu awabariki sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.